Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani zifikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni siku nyingine Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia taufiki ya kufika sehemu kama hapa. Hii sehemu inaitwa Jacaranda. Jana tulikuwa TRM huko Thika, leo tuko hapa Jacaranda. Kwa hivyo ndugu yangu hapa wa kibinadamu anaitwa Vicky, hajatuambia dini yake na kanisa yake, kwa hivyo na swali yake. Karibu sana. Asante sana. Naitwa Vicky. Vicky. Natoka hapa Kayole. Mtu Kayole. Mtu Kayole. Na dini yako? Karibuni tu, juu sijakaa sana. Ndio niliingia kwa Uislamu. Uislamu. Kwa hivyo wewe ni Muislamu? Sijamaliza wiki. Hujamaliza wiki? Na ulipewa jina gani siku ya kusilimu? Hassan. Hassan, karibu sana. Wewe ni Muislamu, nenda upate elimu kwa msikiti, sawa? Unaishi sehemu gani? Naishi hapa Kayole Junction. Kayole Junction kuna msikiti hapo? Lete kitabu cha sala Sheikh. Matopeni ndio karibu. Kitabu cha sala. Huyu jamaa ni Muislamu mpya. Sasa Hassan, karibu sana. Usiangalie vitendo vya Waislamu. Waislamu ni binadamu, wanaweza kosea, lakini dini ya Uislamu ni dini ya Mwenyezi Mungu iliyonyoka, haikosei. Sawa ndugu yangu, karibu sana katika Uislamu. Tunakupatia kitabu ya kukuguide namna ya kufanya ibada, lakini ukifika hapo msikiti ya Matopeni ama msikiti yoyote ambayo iko karibu kuna nyingine hapo Saika pia. Hapo hiyo Saika iko karibu yako, basi wewe nenda tu pale, mwambie yule, tafuta mtu anaitwa Imam, alafu mwambie jamani, mimi nimesilimu na nataka nifundishwe dini. Education ni free kwa Waislamu, sawa? Elimu ya dini ni free, so karibu sana upate elimu pale, sawa? Hii ndio kitabu cha sala. Ina namna ya kuguide, utasoma, imeandikwa Kiswahili na Kiarabu, sawa? Kama utaweza soma Kiarabu utasoma Kiswahili, na ukienda kwa Imam atakufundisha, sawa ndugu yangu? Karibu sana katika Uislamu. Asante sana. Haya, karibu sana ndugu yangu. Sisi ni Waislamu, tumetoka msikitini na tunapenda kuulizwa maswali. Benedict, wewe dini yako ni gani na kanisa yako ni gani? Alafu swali yako injika Waislamu wa kujibu. Mimi ni Mkristo Mkatoliki. Wewe Mkristo Mkatoliki na ulisadiki sana. Barikiwe sana. Swali yako kwa Waislamu. Nauliza like nikitaka kujoin sasa inakuwaje? Nikitaka kuchange. Ukitaka kuchange uwe Muislamu, ni kusema Mungu ni wangapi, na Muhammad ni mtume wa Mungu, na Yesu ni mtume wa Mungu, Musa ni mtume wa Mungu, unaamini manabii wote waliotumwa na Mungu, wewe unakuwa Muislamu. Umeelewa? Uko tayari kuwa Muislamu? Ama una maswali? Ama una maswali? Wacha tukufunze Uislamu kidogo. Ni wapi kusumbua? Ukatafakari. Maana yake juu nimezaliwa Kikatoliki, like Christianity, so changing inaweza leta some. Hawezi kuleta shida. Umezaliwa Katoliki na imani yako ni ya Katoliki. Kwa hivyo imani yako sio iliyotoka kwa Mungu. Nitakuonyesha kwa Biblia. Warumi 1:7. Sikiza Warumi. Hata sisi tulikuwa wa Katoliki. Huyu alikuwa Mkatoliki zamani. Na mimi nilikuwa nasomea upadre. Unaelewa? Nilikuwa nasomea ufadha. Nilikuwa sasa hivi padre. 1:7 mwalimu wangu. Twende baba. Kwa wote walioko Rumi. Tunaambiwa kwa wote walioko wapi? Rumi. Twende baba. Wapendwa na Mungu. Kisha tunaambiwa hawa Rumi ndio wanapendwa na nani? Na Mungu. Walioitwa kuwa watakatifu. Kisha wanasema wao Warumi ndio waliitwa watakatifu. Neema na iwe kwenu na amani itoke kwa Mungu Baba yetu. Neema iwe kwenu nyinyi wa Warumi, na neema itokayo kwa Baba wetu Mungu wetu. Na kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa Bwana Yesu Kristo. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu. Namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu. Kwa kuwa imani yenu, kwa kuwa imani ya Warumi inahubiriwa katika dunia nzima.
Imani ya Warumi ndio imehubiriwa katika dunia nzima, sio imani iliyotoka kwa Mungu. Sasa wewe ukisema wewe ni Mroma, ina maana uko na imani ya Warumi, sio imani iliyotoka kwa Mungu. Leo utakuta baba mtakatifu Mwafrika. Ndio. Yuko wapi? Baba mtakatifu black skin iko? No. Kwa nini? Kwa sababu tunaambia Warumi ndio waliitwa watakatifu. Unaona, sasa imani yako haikutoka kwa Mungu, imetoka kwa Warumi. Kwa hivyo sikiza Mwenyezi Mungu anakuambiaje ndani ya Qur'ani. Kwanza nisomee baba Mathayo 13:36. Sikiza ile kitu Mungu Yesu anatuambia. Sikiza kwanza. 13:36 bwana. Ndio. Tuonekane sote. 13:36. Matthew. Kisha Yesu akawaaga makutano. Sikiza, Yesu kisha akawaaga makutano. Akaingia nyumbani. Wanafunzi wake wakamwendea wakasema. Wanafunzi wa Yesu wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. Utufafanulie mfano ya magugu wa kondeni. Unajua maana ya magugu? Magugu ni ile mahindi ukitoa kwa shamba, kuna ile miti inabaki. Ama ile majani inabaki inaitwa magugu. Sawa? Haya twende baba. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Azipandaye ile mbegu njema ni mwana wa nani? Mwana wa Adamu ndio Yesu. Sawa? Anapanda mbegu njema. Lile konde ni ulimwengu. Na konde ni ulimwengu. Zile mbegu njema ni wana wa ufalme. Zile mbegu njema ni wana wa wafalme. Na yale magugu ni wana wa yule muovu. Yale magugu ni mwana wa yule muovu. Huyo muovu nani? Twende baba. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Yule adui aliyepanda magugu ni nani? Ibilisi. Kwa hivyo Warumi walikupandia nini? Magugu. Na ukafata. Pana. Usifate magugu ya wazungu ndugu yangu. Shuka chini baba. Inaenda kusema mwalimu wangu. Mavuno ni mwisho wa dunia. Tunaambiwa mavuno ni siku gani? Mwisho wa dunia. Tumefika mwisho wa dunia. Haya twende baba. Na wale wavunao ni malaika. Na wale wavunao ni malaika. Shuka chini baba. Basi kama vile magugu yakusanyavyo na kuchomwa motoni. Yale magugu yanakusanywa, yanachomwa nini? Motoni. Kwa hivyo ukikuja na mambo ya magugu hapa duniani, Mungu siku ya mwisho atakufanyaje? Atachoma. Ili usichomwe uwe Muislamu ndugu yangu. Twende baba. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho ya dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake. Mwana wa Adamu ambaye ni Yesu atawatuma malaika zake. Na watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote. Na watakusanya katika ufalme wake machukizo yote. Na hao watendao maasi. Na hao wanaotenda maovu. Na kuwatupa katika tanuru ya moto. Na watatupa katika tanuru ya moto. Ukipelekwa motoni siku ya mwisho ndugu yangu, ni faida ni hasara? Hasara. Yesu hakuleta hiyo imani ya Warumi. Umeelewa? Okay. Kwa nini Warumi wakaleta hiyo imani? Luka 1:1 baba. Luka 1:1. Kwa nini hawa Warumi waleta magugu? Kwa sababu hawakuhubiri injili ya Yesu. Luka 1:1 inasema. Niseme baba. Kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu. Kuna watu wengi walitia mkono hii kitabu wakatunga kwa utaratibu yale mambo yaliyokuwa katikati yao. Kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona. Kama walivyotuhadithia. Leo nilikupigia story ya Yesu na mimi sijamuona Yesu. Walihadithiwa, hawakuwa na Yesu. Na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Nimeona vyema mimi nami. Na Luka aliona vyema na yeye Luka. Kwa kuwa nimejitafutia usahihi wa mambo yote hayo tangu mwanzo. Akajitafutia mambo iliyo sahihi tangu mwanzo. Akakuandikia kwa taratibu Theofilo mtukufu. Akakuandikia kwa taratibu Theofilo mtukufu. Na hakukuandikia wewe, alimwandikia Theofilo. Sawa? Na Yesu, hebu soma hapo juu. Kadri ya mapokeo.
Mpilimanto. Kadri. Inasema mwalimu wangu. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Kadri ya mapokeo ya zamani sana. Injili ya 3 imeandikwa na Luka. Injili ya ngapi? Na Yesu alipewa injili ngapi? Yesu alipewa injili moja. Qur'ani baba. Luka ameandika injili ya ngapi? Ndio maana magugu yalipandwa kwako, sawa? Umeelewa? Qur'ani baba. 121. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Wale katika ahli kitabu, wale wenye vitabu waliopewa vitabu na Mwenyezi Mungu, tuliowapa kitabu, walipewa vitabu, Taurati, Taurati, Injili, Zaburi. Walipewa Taurati, Injili, Zaburi, ilikuwa kitabu moja moja, sawa? Injili ilikuwa moja ya Yesu, haikuwa 3. Sasa Luka ameleta injili ya 3 ambaye hatujui ametoa wapi. Umeelewa? Kwa hivyo okoa maisha yako na moto wa jahannam. Sisi Qur'ani. Wewe umetokana na Adam na Eve, sawa? Na mimi nimetokana na Adam na Eve. Na tunafaa tuwe na imani ya Adamu. Umeelewa? Ya Qur'ani baba. 213. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Watu wote walikuwa wa dini moja ya haki aliyokuja nayo Nabii Adam. Tunaambiwa watu wote walikuwa dini moja ya haki aliyokuja nayo Adamu. Kisha wakahitilafiana. Kisha baada ya Adamu kutoka duniani, hawa wanadamu wakahitilafiana. Kwa hivyo mimi na yeye tumetokana na Adamu na lazima tuwe na imani ya Adamu. Umeelewa? 3:19 Qur'ani baba. 3:19. Bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Adam tuliambiwa alikuwa na dini ya haki, alikuja na dini ya haki, sawa? Na hapa tunaambiwa bila shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni dini gani? Islamic. Kwa hivyo sisi Waislamu tuko na imani ya Adamu. Mungu alimuumba Adamu, alimpatia Uislamu. Na manabii wote walikuwa Waislamu. Na nitakuonyesha moja baada ya mwingine walikuwa Waislamu. Mpaka Yesu. Nasemaje? 3. Acha tumuonyeshe Yesu. 3:52 Qur'an. Hakuna nabii aliyekuja na dini nyingine. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Twende baba. Lakini Isa alipoona ukaidi wao umeshtadi alisema. Ukisikia kwa Qur'ani Isa ndiyo Yesu. Tunaambiwa Isa alipoona ukaidi wao umestadi, nani watakuwa wasaidizi wangu kuendea katika kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Yesu anauliza wanafunzi wake, ni nani atakuwa wasaidizi wake kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema, wanafunzi wa Yesu wakasema, sisi ni wasaidizi wa kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na ushuhudie sisi tumejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Na sisi ashuhudie ya kwamba wanafunzi wamejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Wanafunzi wa Yesu Waislamu ndugu yangu. Na Yesu Muislamu. Twende kwa Musa. Unamwamini Musa mtume wa Mungu? Ndio. Aya 10:84 Qur'ani baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Anzia 13 ndio aelewe vizuri. Kwa jina la Mwenyezi Mungu. Mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio, twende baba. 10. Anzia 9 ama 8. Nianzie 83 ama 82. Inasema na Mwenyezi Mungu atathibitisha haki kwa maneno yake ingawa watachukia hao wabaya. Mwenyezi Mungu atathibitisha haki kwa maneno yake japokuwa makafiri watachukia. Hawakumwamini Musa isipokuwa baadhi ya vijana vya kaumu yake Firauni. Hawakuamini Musa isipokuwa kaumu yake wachache tu, wa vijana wachache ama Mayahudi. Walimwamini kwa kuona ni mwokozi wa kabila lao. Wayahudi waliona Musa ni mwokozi wa kabila lao kwa sababu ya kuogopa Firauni na wakuu wao ili asiwatese. Kwa sababu walikuwa wanaogopa Farao na wakuu wake ili wasiteswe. Na hakika Firauni alikuwa jeuri katika nchi. Na tunaambiwa hakika Farao alikuwa mjeuri duniani. Na kwa yakini yeye alikuwa miongoni mwa maasi waliopita kiasi. Na kwa hakika yeye ni miongoni mwa walio maasi Mwenyezi Mungu.
Na Musa akasema, enyi kaumu yangu, enyi watu wangu, ikiwa mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kama nyinyi ni mmemwamini Mwenyezi Mungu, mumtegemeeni Mwenyezi Mungu peke yake. Kama nyinyi ni watu gani? Islamu. Musa Muislamu, Yesu Muislamu. Ndugu yangu, uko kanisani wewe unadanganywa na wazungu tu, wameleta magugu kwako. Unafikiri yale magugu ni kitu ya kukusaidia, kumbe inakupeleka motoni. Sasa nikuulize. Uliza sasa. Ndio naleta swali sasa. Asante sana. So mnasema Yesu ni Islamic. Yesu ni Muislamu 100%. Hata kwa Biblia inakuonyesha Yesu ni Muislamu. Sasa mimi nauliza swali ni sasa what about the Christianity? Mnasema fully believing in Christianity, in Islamic. Sisi tunaamini katika Uislamu kwa sababu ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Mimi na yeye tumetokana na Adamu. Sawa? Adamu alikuwa mtu mema, hakuwa mtu mema. Alikuwa mtu mwema. Lazima tufuate babu yetu, sawa? Tusipate magugu yamepandwa na wanadamu wengine. Ndio tunaambiwa na Qur'ani, Adamu alipotoka duniani, watu wakatengana na mambo yao. Umeelewa? Yesu Muislamu takuonyesha kwa Biblia. Luka 4 baba. 44. Inasema mwalimu wangu. Basi alikuwa akihubiri katika masinagogi ya Galilaya. Tunaambiwa Yesu alikuwa akihubiri katika masinagogi ya Galilaya, sawa? Unajua sinagogi ni nini? Tembo. Ni tembo Kati ya mimi na yeye na Biblia nani msema kweli? Biblia. Asante, wacha Biblia ituambie. Sinagogi. Msikiti wa Wayahudi. Hebu angalia vizuri baba. Ni ukweli? Ni ukweli. Tunaambiwa sinagogi ni msikiti ya watu gani? Wayahudi. Yesu alikuwa Myahudi, Mluya, Mkamba? Myahudi. Yesu Myahudi alipofika duniani amekuta Wayahudi wamejenga msikiti, sawa? Yesu akiingia msikitini atakuwa dini gani? Islamu. Unaona sasa ndugu yangu? Unafanya nini kanisani? Unafanya nini kanisani ndugu yangu? Ndugu yangu, okoa maisha yako na moto ya Jahannam. Kaburi utaingia peke yako. Na mahesabu utaulizwa peke yako na Mwenyezi Mungu. Sio wazazi wako wataulizwa, ama mama yako, ama baba yako, ama mke wako, ama ndugu yako. Ni wewe utaulizwa maswali na Mwenyezi Mungu. Nimekupatia afya, nimekuleta duniani, umeniabudu namna gani? Mungu atakuuliza ndugu yangu. Kesho tutatoka dunia hii. Okoa maisha yako na moto ya Jahannam ndugu yangu. Alafu nikuonyeshe kitendo moja Yesu alituamrisha. Kitabu Mathayo 4:10. Mathayo 4:10 inasemaje? 4:10 mwalimu wangu. Ndio. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Twende baba. Inasema mwalimu wangu. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako shetani. Yesu anamkemea shetani. Shetani ni kiumbe mzuri, kiumbe kibaya? Kiumbe mbaya. Yesu ambaye ni kiumbe mzuri anakemea shetani ambaye ni kiumbe mbaya, sawa? Sikiza anamwambia nini? Kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Yesu anaambia shetani, imeandikwa umsujudie Bwana. Angalia hapa, umsujudie Bwana Mungu wako, umsujudie Bwana Mungu wako hivi, umwabudu yeye peke yake, sawa? Umeelewa? Yesu anaambia viumbe wamsujudie nani? Na wamwabudu yeye peke yake. Hakuna siku Yesu amesema wamwabudu Yesu. Amesema wamwabudu Mungu peke yake. Na huyo Mungu, sikiza Qur'ani baba. 112:1. Yule Mungu Yesu alikuwa anaambia wanadamu, sikiza. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Sema. Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Mwenyezi Mungu tu ndiye anastahili kukusudiwa na viumbe vyake vyote. Kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Kwa kuabudu na kuomba na kumtegemea ni kwa Mwenyezi Mungu peke yake.
Hakuzaa wala hakuzaliwa, Mungu wetu hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana anayefanana naye hata mmoja, wala hakuna kiumbe inafanana na Mwenyezi Mungu hata moja. Umeelewa? Mungu wetu ni muumbaji, si mzazi. Ndio Yesu alituambia tumwabudu Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sawa? Umeona? Yeah. Na tumsujudie huyo Mungu moja peke yake. Yeah. Umeelewa? Yeah. Sasa okoa maisha yako na moto ya jahannam baba. Wewe ni kijana barobaro. wakati ndio Na uko na nafasi ya kusoma kupata elimu ya dini. Uko na nafasi kubwa sana. Unasemaje? Ama unaogopa kule nyumbani utafukuzwa? Sio. Umefikisha umri wako miaka mingapi hivi? 20. Wewe ni mtu mzima manangu. Unaweza jiamulia. Unaweza jiamulia tu. Nitaamua tu si saa hizi. Yeah, si saa hizi. Sasa una swali gani ya kuuliza Waislamu? Tuko na maswali mengi sana tunafaa kuulizwa. Sisi tukienda choo tunatumia maji kwa sababu ya usafi. Wanawake kama mfuko imenona na afya iko ni 4, sio moja. Sawa. Wake zetu wanavaa buibui kama kawaida kama Maria. Sawa. Na huko kanisani mnachoranga Maria amevaa nguo gani? Nini? Full kama ya Waislamu. Mbona wake zenu mnaingia kanisani na masuruali na skati? Na mnachora Mariamu amevaa hijabu. Sio. Ama wachungaji hawaoni hiyo? Na wao ndio wameweka sanamu pale. Sikiza naye sanamu. 21 baba. Mambo ni ya kutoka. 21. Haya, sema mwalimu wangu. Sikiza Mungu anamwambia Musa namna gani? Mungu akanena maneno haya yote akasema. Mungu akanena maneno yote akasema. Mimi ni Bwana Mungu wako. Musa anaambiwa mimi ni Bwana Mungu wako. Niliyekutoa katika nchi ya Misri. Musa alitolewa katika nchi ya Misri na Mungu. Katika nyumba ya utumwa. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala mfano chochote kilichoko juu mbinguni. Ukiangalia kule mbinguni kuna mwezi, kuna jua, kuna nyota, kuna mawingu. Musa anaambiwa asijifanyie sanamu ya kuchonga. Lakini Wakatoliki mmeweka sanamu ya Maria pale. Unaona mnamkosea Mungu ama mkosei? Mungu anasema msijichongee sanamu. Lakini Katoliki sanamu iko ama hakuna? Ziko. Na mbona hamtoi? Na Mungu amesema isiwekwe. Ni mchongo tu. Ni mchongo. Na Mungu amesema msiweke mchongo. Rudia andiko baba. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Musa anaambiwa na Mwenyezi Mungu usijifanyie nini? Sanamu ya kuchonga. Na nyinyi mmechonga sanamu ya Maria na ya Josefu na ya Yesu, sawa? Mnaona hamkosei, mnaona mnakuwa hamkosei. Si lazima mnukosee Mungu. Haya, shuka chini baba. Inaendelea kusema wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Wala kilicho chini ya duniani. Wala kilicho chini ya duniani. Wala kilicho chini majini juu ya dunia. Wala kilicho chini ya maji. Usivisujudie wala kuvitumikia. Musa anaambiwa usivisujudie. Angalia. Kumbe Biblia Musa pia aliambiwa asivisujudie viumbe, sawa? Wala sanamu yoyote, sawa hivi? Umeona? Je, wewe Musa, Mungu alikuamrisha umsujudie, usimsujudie sanamu, sawa? Haya, hiyo kitabu hiyo baba. 34:8. Hiyo Kutoka. 34 na. Inasema mwalimu wangu. Niseme baba. Musa akafanya karaka. Tunaambiwa Musa akafanya karaka hivi. Angalia hivi. Ukisikia karaka maana yake ni kuinamisha kichwa hivi. Akainamisha kichwa chake hata nchi akasujudu. Musa akainamisha kichwa chake, ukisikia kichwa ndio hii. Akainamisha kichwa chake hata nchi ndio hii. Akasujudu hivi. Sawa?
Na leo wale wanadamu wanasujudia Mungu ni Waislamu, ni Wakristo? Waislamu. Kwa hivyo Musa alikuwa nani? Islam. Na Yesu alikuwa nani? Islam. Na wewe unafanya nini kanisani? Ama kuna kitu kidogo unapewa kanisani? Hapana, ni kitu nimelelewa na sasa sijui. Umelelewa nazo ujui. Nimelelewa. Umelelewa nazo ujui. Mathayo ngapi? Yesu. Adui wa 10:34. Sikiza. Inasema mwalimu wangu, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. Yesu anakuambia hajakuja kuleta amani duniani. La, si kuja kuleta amani bali upanga. Si kuleta amani bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye. Yesu anasema amekuja kumfitinisha mtu na baba yake, na binti na mamaye, na binti na mama yake, na mkwe na mkwe mtu, na mke na mke mtu, na adui za mtu. Na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Unaambiwa adui zako ni wale wa nyumbani kwe? Twende baba. Apende baba au mama kuliko mimi. Kama unampenda baba yako na mama yako kuliko Yesu, hanistahili. Wewe ustahili ufalme wa Mungu. Sawa? Biblia inakwambia wale maadui zako wako kwa kwenu nyumbani. Umeelewa? Kwa nini wako kwenu nyumbani hao maadui? Kwa sababu kuliko wao Waislamu wakakupeleka kanisani, ndio maana ni adui wako. Wewe kwa sababu uko na akili na akili yako ni timamu, ukoa maisha yako na moto ya jahannam, ndugu yangu. Umeelewa? Alafu kuna swali moja nataka nikuulize. Wewe Mkristo, sawa? Unaenda kanisa ya Katoliki. Na Yesu mtoto wa Mariam alikuwa anaenda kanisa gani? Airtel, karibuni. Muulize maswali. Sasa alikuwa anaenda Islamic kama sasa. Basi hata unaona tu umejijazia. Na unataka ufalme wa Mungu. Na Yesu ni Muislamu. Nenda msikitini upate radhi ya Mwenyezi Mungu. Sawa? Uko tayari Basi tuulize swali sasa. Tunataka tumekufundisha kutosha, uliza swali sasa. Sina swali. Unakwama wapi? Ni jambo lipi ambalo tunakuzuia sio Muislamu? Kinachokuzuia ni nini? Kinachokuzuia ni nini? Unakwama wapi? Kwa jamii siwezi make decision tu. Huwezi kutana tu na watu wako kauliza wazazi. Sio tu kuuliza. Hivyo tu like siwezi kutana tu na mtu alafu anafundisha Uislamu. Uislamu ndio dini yako. Qur'ani baba 626. Sisi ni kukufikishia tu. Hakuna lazima wewe kusilimu. Sawa? Tunakufikishia tu. Amjambo. Karibuni sana. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Qur'ani inakuambia nini? Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako iliyonyoka. Umeelewa? Haya. 385 basi. Ah, 385. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu. Tunaambiwa na anayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu basi haitakubaliwa kwake. Mwenyezi Mungu hatakubali kwako. Na akhera atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Na siku ya mwisho utakuwa katika wenye hasara kubwa. Ukikataa Uislamu, siku ya mwisho hasara. Sawa? Sikiza Mungu anakuambiaje tena. Bwana. Tena Mungu amekukamilishia dini yako baba. 5-3. 5-3. Kwa Muislamu mapema. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Leo nimekukamilishieni dini yenu. Mwenyezi Mungu anatuambia leo ametukamilishia dini yetu. Na kukutimizieni neema yangu. Na ametutimizia neema yake. Na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Na Mwenyezi Mungu ndiye ametupendelea Uislamu uwe dini yetu. Sawa? Umeelewa? Je, ukikataa Uislamu na ufe? Qur'ani bab 302.
Tatu. 102 mwalimu wangu. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Enyi mlioamini. Tunaambiwa enyi mlioamini. Umeamini Mungu? Haya twende baba. Mcheni Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Tunaambia tumche Mwenyezi Mungu kama ipasavyo kumcha. Sawa? Unamcha Mungu? Haya twende baba. Wala msife isipokuwa mmekwisha kuwa Waislamu kamili. Tunaambiwa tusikufe isipokuwa tumekuwa nani? Muislamu kamili. Wewe ni Muislamu? Ukikufa kama wewe si Muislamu, Mungu anakuambia usikufe kabla hujakuwa nini? Muislamu. Kwa baba sasa wewe ndio utajua vile utafanya. Karibu sana. Sisi tumekufikishia Uislamu ndio dini yako, Muhammad ndio mtume wako na Allah ndio Mungu wako. Na kitabu cha Qur'ani ndio kitabu chako. Clear? Nimeelewa. Swali imeisha? Haiko sawa. Sawa? Haya leta nyingine tusikie. Sina nyingine. Una nyingine? Haya. Hatukulazimisha Qur'ani baba. 2256. Hakuna lazima. Sisi ni kukufikishia ni hiari yako. Sawa? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Hakuna kulazimishwa mtu kuingia katika dini. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Uongofu umekwisha pambanuka na upotofu. Basi anamkataa shetani na akamwamini Mwenyezi Mungu. Mtu akikataa shetani na akamwamini Mwenyezi Mungu, bila shaka yeye ameshika kishiko chenye nguvu kisichokuwa na kuvunjika. Bila shaka umeshika kishiko chenye nguvu kisichofunjika. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Mwenyezi Mungu anatuona mahali tuko saa hii. Tunakuongelesha, tunakueleza dini yake. Ni hiari yako ndugu yangu kusilimu na hakuna kulazimishwa. Sawa? Karibu sana. Haina tatizo, unaweza ishia tu. Asalamu alaykum. Miaka mingapi hivi? 18. 18. Umefikisha? Haya karibu sana. Maji. Kwa nini Waislamu kama mfuko imenona wake ni wengi, 4 hivi? Ni maswali. Sisi tunasema Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu, ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Ni maswali yanafaa tuulizwe. Sasa na mimi nitakuuliza maswali aje na mimi si Muislamu? Unafaa kuniuliza kwa sababu pengine mahali wewe huko ndio mahali kuzuri sijui. Unafaa unifunze. Sasa mimi siwezi kuwa na maswali mengi kuhusu Uislamu sababu mimi ni Mkristo. Naabudu kanisa la GNCA. Wewe unampenda Mungu, asante sana. Unaabudu katika kanisa ya GNCA. Asante sana. Na kanisa Yesu ilikuwa gani? Yesu hakuwa na kanisa. Yesu hakuwa anaabudu Mungu? Alikuwa anaabudu Mungu lakini na alikuwa anaabudia wapi? Sikuona, mimi nilikuwa naona Yesu akiwa anaabudu kwa milima wapi? Unasomanga Biblia dada? Kweli? Ninasoma. Unasomanga Biblia? Asante sana. Nifungulie Biblia baba. Nifungulie Biblia. Dada anasema Yesu hakuwa na kanisa. Mwezi nipotosha kutoka. Tukupotoshi. Ni Biblia, ni Biblia. Ametoroka. Una swali ya kuuliza Waislamu? Islam. Una swali? Kweli? Kweli. Na Masai anaenda kanisani? Na unajua Yesu? Najua. Yesu ni nani kwako? Yesu sio Mungu. Yesu hii si ni bingu. Sio ndio hii. Sasa haya. Yesu ni mtu. Binadamu. Unajua Mungu? Mungu anaitwa nani Kimasai? Ngai. Ngai Nabu. Asante sana. Haya, karibu sana. Tena usimame vizuri, unajua utaonekana kwa mtandao. Usishai barabara. Simama tu vizuri. Hivi vile nimesimama. Yes, angalia huko kwa kamera. Sina wasasi. Mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu. Napenda Yesu. Yesu ni mtume wa Mungu kwa wana wa Israeli. Sawa? Na wewe? Mimi napenda Yesu. Unampenda Yesu? Mimi nampenda Yesu kwa sababu ndio ndugu yangu Muislamu. Na wewe unampenda kama nani? Nampenda kama Mungu wangu mwenye ananipea uhai. Yesu ni Mungu? Yesu ni Mungu? Ndugu yangu unachekesha dunia. Basi mama hivi. Hata kama hatukuandiki askari, simama kama askari. Sawa?
Fungua kitabu baba. Anatuambia Yesu ni Mungu baba. Ai. Kumbe unaabudu Yesu. Ukiabudu nabii yoyote unaenda motoni. Ukiabudu Muhammad unaenda motoni. Ukiabudu Musa unaenda motoni. Ukiabudu Yesu unaenda motoni ndugu yangu. Yohana 17 aya 7. Yesu ni nani na Mungu ni nani? Kwanza usijue. 17:3 mwalimu wangu. Twende baba. Na uzima wa milele ndio huu. Yesu anatuambia na uzima wa milele ndio huu. Unataka uzima wa milele? Haya twende. Wakujue wewe. Wakujue wewe. Mungu wa pekee wa kweli. Mungu wa pekee wa kweli. Ukisikia pekee kuna mwingine? Hakuna. Ni Moja. Haya twende baba. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Na Yesu Kristo uliyemtuma. Yesu ni mtumishi wa Mungu. Na Yesu alituambia na tumjue Mungu wa pekee na wa kweli. Na Yesu Kristo aliyetumwa na Mungu, Si Mungu wala mwana wa Mungu. sawa? Ndivyo. Na usiamini Yesu ni Mungu. Yesu ni binadamu kama wewe. Ni mtume tu. Alitumwa na Mungu. Umeelewa? Ndivyo. Lete swali sasa. Kwanza uungu wa Yesu tumemaliza. Yesu si Mungu. Lete swali lingine. Na kama una swali jiunga wewe. Wewe Muislamu bwana. Okoa maisha yako na moto wa jahannam ndugu yangu. Sina swali. Una swali? Sema ashhadu. Tunaenda msikiti hivyo hivyo. Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume kwa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume kwa Mwenyezi Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache umekuwa Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Jina gani ya Kiislamu ungependa? Karibu sana. Kuna Muhammad, kuna Ali, kuna Hassan, kuna Hussein. Kuna Ibrahimu baba wa imani, kuna Adam babu yetu. Kuna Zakaria, kuna Isa, kuna Yahya. Kuna Isa ambaye ndio Yesu. Sema ungependa kuna Sulemani, kuna Ali, kuna majina mengi. Jina hili ambalo unapenda sana. Asman, karibu sana Asman. Karibu sana Usman. Ustadh. Mpokea Usman, aenda pale akupatie kitabu. Na unaishi sehemu gani hapa? Kayole. Kuna msikiti Kayole 1? Hapana. Ni wapi huko? Hapo Soweto ama? Msikiti ulioko ni pale Masimba. Pale kuna msikiti Masimba ndio karibu. Ukitoka hapa pitia hiyo msikiti. Uliza mtu anaitwa Imam. Utaonyeshwa, mwambie mimi nimesilimu, nataka kusoma dini. Sawa? Education ya Kiislamu ni free. Sawa? Sawa? Kwa sababu wewe ni binadamu mwenzangu, lazima nikukaribishe nikupende. Sawa? Mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu. Napenda manabii wote na nampenda Yesu. Yesu ni ndugu yangu Muislamu. Sawa? Na wewe jina lako? Mimi naitwa Alex Okwisi. Alex Kwisi. Yes. Asante sana. Dini yako, kanisa yako? Na kuanga Salvation Army. Military. Yes. Umepata cheo huko? Bado. Yes. Hata last couple waje kupatia? Bado. Asante sana. Pamoja na hayo, uliza maswali yoyote inayokusumbua. Kwa nini Waislamu wanavaa kanzu na nyinyi sio Yesu? Kwa nini wake zenu wanavaa kama Maria na wao si Maria? Kwa nini Waislamu ukienda choo mnatumia maji? Kwa nini Waislamu mnaoa wake wanne? Kwa nini mtu wenu akikufa anazikwa siku hiyo hiyo? Kwa nini asiwekwe mocha ni miezi mzima, miezi 3, miezi 2? Ni maswali. Na kama huna maswali yote unaweza kujiunga na Uislamu. Karibu sana. Wakati ndio huu. Mtu wa Salvation karibu. Nilitamani sana. Lakini yule ambaye kunifunza nielewe. Ndio yule mtu anikosa.
Asante sana. Asante sana, ubarikiwe sana. Leo umepata wale watakufundisha. Na ni sisi tuko hapa. So uliza swali yoyote. Labda kitu ambacho kilikuwa kinakuhamisha, unaona hapa nasikiaga hichi ni kuhusu Waislamu na hiki na hapa, laiti kama ningeweza kuelewa, naweza nikaingia moja kwa moja kwa moyo wangu wote. Jinsi ambavyo mnasali, mkisoma Qur'ani, hapo kidogo angalau ndo siwezi pata mwelekeo mzuri na kuelewa. Utapata kwa sababu tuko na vitabu ambaye hii unaona, hii ni Qur'ani, hii ni Kiarabu, unaona? Hii ni translation ya Kiarabu. Vitabu ziko. Walimu wako. Provided wewe ujitolee, uwe na nafasi yako ya kutaka kusoma. Jipangie wakati wako. Walimu wako free, walipi mshahara. Sawa? Na kusoma kuelewa Qur'ani kitu kidogo sana. Kidogo sana, muda kidogo sana. Within 3 months wewe umejua. Utakuwa umeshajua kujisomea mwenyewe. Yes. Umeona? So uko tayari kuwa Muislamu? Miaka 3 iliyopita ningekuwa nishaingia, lakini nikakosa kunielekeza. Okay. Vile nilikuwa nataka kuingia, ukaniambia kuna watu wanaenda kusoma, alafu sikuwa na muda wa kuungana na sababu ya familia. Galau Hapa kuna msikiti nyingi sana, na hizo msikiti kuna walimu wako hapa. Provided wewe unataka kusoma. Na wanakupangia, unaenda kazi zako, unafanya shughuli zako. Pengine wakupangie Saturday na Sunday wakati una kazi. Sawa? Ama jioni wakati umetoka kazi, unapitia 1 hour unasoma. nielewe kabisa ile lugha. Kabisa. Vizuri tena sana. Tena vizuri sana. Natamani sana. Tena sana. Haya, sema ashhadu. Ndio unasilimu moja kwa moja. Ndio narudi. Uko tayari sio? Yes. Sema ashhadu an la. Tunawakaribisha wazee. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sema nakiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi ya kwamba hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu mtoto wa Mariamu ni mtume wa Mungu. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu. Ewe Mwenyezi Mungu, niongoze nife nikiwa Muislamu. Kwa hayo machache, ndugu yangu, umekuwa Muislamu. Ungependa jina gani ya Kiislamu? Nasib iko Mashaallah. Nasib, karibu sana. Hii ni kitabu inakuguide. Kitambo ujue Kiarabu, namna ya kufanya ibada, hii kitabu itakuguide, sawa? Hebu fungua ndani uone hii kitabu inakaa namna gani. Unaona? Inakuonyesha namna ya hii ni Kiswahili, na utajua tu hii Kiarabu, utajua tu muda kidogo sana, within 1 month utakuwa umeshika. Unaona? Inakuguide namna ya kufanya ibada, namna ya kujisafisha, namna ya kujitahirisha, yote iko hapa. Namna ya kusali, unaona, namna ya kutawadha, yote namna ya kutawadha. Alafu hapa kuna namna ya kusali. Hii pia ni dua ile unasoma. Unaona pia hapa, kama kwa sababu hutakuwa kipindi hiki. Lakini hapa umeandikiwa hii tayari ni inasomeka kama Kiarabu hii. Unaona? Hii ndio hiyo. Hii ndio hiyo hapo. Sasa unaona? Hii yote namna ya kutawadha. Takuonyesha hapo, beji ziko nyingi tu hapa. So na utatuambia unakaa wapi, ndio tukudirect ile msikiti kwa karibu yako. Unaingia hiyo msikiti, unauliza mtu anaitwa imam. Unaambia imam, mimi ni mtu kusilimu, nataka nifunzwe dini. Imam ni yule mwalimu, ule kiongozi, ule anaongozanga ibada, anaitwa imam. So yule utamwambia mimi nimesilimu na nataka elimu. Watakufunza pale tena bure, wanakupangia masaa tu, na utasema ile masaa uko na nafasi. Sawa? Karibu sana. Asante. Mimi naishi hapa Kayole. Kayole kuna msikiti hapa Saweto. Saweto sio? Nenda kwa hiyo msikiti. Ukitoka hapa nenda pale, uliza imam, mwambie mimi nimesilimu, basi nataka mafunzo ya dini. Basi ni free education. Sawa? Chukua namba yangu ya simu.
Assalamu alaikum. Karibu sana. Mimi naitwa Ali. Karibu sana. Mimi naitwa Ali. Karibu sana. 0705 352 999. Yeah. Sema unaitwa Ali. Ali. Andika tu mhubiri Ali natosha. Ama Ali mhubiri tosha. Sawa, karibu sana. Haya. Haya, karibu babu. Nafasi yako. Karibu sana. Mimi naitwa Ali. Njoo tuuliza maswali yako 1, 2, 3. Najua mahali pana wazee hapa haribiki mambo. Mimi mzee, wewe mzee, yule mzee, sote ni wazee. Ndugu yangu mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu. Napenda manabii wote waliotumwa na Mungu. Sio manabii wa leo wa sarakasi. Manabii waliotumwa na Mungu tulielezwa na Qur'ani na Biblia. Sawa? Tunawapenda sana sisi Waislamu hao manabii. Sawa? Na wewe dini yako, jina lako, dini yako, kanisa yako ama msikiti yako? Kwa majina naitwa Patrick Kanunda. Mtu wa kanisa. Mtu wa kanisa. Sio Muislamu. Sio Muislamu. Jambo je, kanisa inatoka wapi? Ilitoka Romans ama ilitoka Uislamu? Asante sana. Kanisa ilitoka wapi? Sasa ukituuliza wewe Mkristo ambaye mtu wa kanisa na unasomanga Biblia na unatuuliza sisi Waislamu kanisa imetoka wapi, lazima tutakujibu tu, kwa sababu wewe Mkristo hujui imetoka wapi, si ndio hivyo? Okay, tunaanzia Warumi baba. Matendo. Matendo ya Mitume. 11:24 ama 25. 11:25 mwalimu wangu. Ndio baba. Kisha akatoka akaenda Tarso kumtafuta Sauli. Huyu ni Paul. Tunaambiwa akatoka akaenda wapi? Tarso kumtafuta Sauli, sawa? Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Tunaambiwa Wakristo. Wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza wapi? Antioch. Na Yesu hajafika Antioch. Umeelewa? Ni Paulo alileta Ukristo duniani. Na kwa nini ameleta Ukristo duniani na yeye hakuwa Myahudi? Kwa sababu ni Mroma. 1:7 Warumi. Inasema kwa wote walioko Rumi. Tunaambiwa kwa wote walioko wapi? Warumi, sawa? Wapendwao na Mungu. Kisha tunaambiwa hawa Warumi ndio wanapendwa na nani? Na Mungu. Kwani mimi naye hatupendi na Mungu? Wote. Lakini hawa Warumi wamejipenda wakasema Warumi ndio wanapendwa na Mungu, sawa? Ama sio hivyo? Hivyo. Ndio andiko vizuri baba. Kwa wote walioko Rumi. Kwa wote walioko Rumi. Wapendwao na Mungu. Kwa wote walioko Rumi wapendwao na Mungu. Walioitwa kuwa watakatifu. Neema na iwe kwenu na amani tokayo kwa Bwana Mungu wetu na Bwana wetu Yesu Kristo. Wanaambiwa na Paul hawa Warumi, amani ya Mungu iwe kwenu. Twende baba. Kwanza namshukuru Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote. Paul anamshukuru Mungu wake katika Yesu Kristo. Kwa kuwa imani yenu, kwa imani ya Warumi, inahubiriwa katika dunia nzima. Imani ya Warumi ndio inahubiriwa dunia nzima. So imani ya Mungu ni ya Warumi. Umeelewa? Swali yangu ni hii. Lete sasa. Mtume na Muislamu kuliingia wapi na mtume na Muislamu? Mtume gani? Watume ni Yesu. Yesu. Qur'ani baba, kwani una habari? Wewe, Qur'ani baba. Yesu ni Muislamu. Qur'ani 3:52. Yesu Muislamu, mahali hata alipo yeye ni Muislamu. Twende baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Lakini Isa alipoona ukaidi wao umeshtadi alisema. Lakini Isa alipoona ukaidi wao umeshtadi. Isa ndio Yesu.
Twende baba. Nani watakuwa wasaidizi wangu katika kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Isa anauliza nani watakuwa wasaidizi wake wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu? Wanafunzi wake wakasema, Wanafunzi wa Yesu wakasema, sisi ni wasaidizi wa kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu. sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Na ushuhudie kwamba sisi tumejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Ushuhudie Yesu kwamba sisi ni Waislamu, tumenyenyekea amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Yesu ni Muislamu? 100%. Mahali alipo yeye ni Muislamu. Mbona Qur'ani inasemaje? Qur'ani si imesema, kwani usikii? Nimesikia. Alafu Kwa hivyo sio mtume wa Mungu. nani? Yesu. Yes. Ni mtume wa Mungu. 349. Ai wewe. Hebu rudia hiyo kitu. 349 Qur'ani baba. Kwa jina la Anzi 45 baba. mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Kumbukeni waliposema malaika. Tunakumbushwa malaika walivyosema wakaongea na Mariamu. Twende baba. Mariamu, Wewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Mwenyezi Mungu anampatia habari njema Mariamu ya kuzaa mtoto bila ya mume. Ni ukweli ni uongo? Ni sawa. Haya twende baba. Bali kwa kutamkwa neno tu tokalo kwake la kukwambia zaa, ukazaa pasina kuingiliwa. Bali neno lilotoka kwa Mwenyezi Mungu akaambiwa zaa, akazaa pasina kuingiliwa. Unajua maana ya kuingiliwa? Haya twende baba. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariam. Tunaambiwa jina inatoka kwa Mungu. Anaitwa Masihi Isa mwana wa Mariamu. Na nyinyi mnasemanga Yesu ni Masia. Ni ukweli ni uongo? Ndio hiyo kwa Biblia. Asante, twende baba. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Yeye ni mwenye heshima hapa duniani. Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani, Yesu ni mwenye heshima hapa duniani na siku ya mwisho. Na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Na ni miongoni mwa waliochaguliwa na Mwenyezi Mungu. Na atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake. Atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake. Na atakuwa katika watu wema kabisa. Na atakuwa katika watu wema kabisa. Mariamu akasema, Mariamu akamuuliza Mungu, Mola wangu, nitapataje mtoto na hali mtu yote hakunigusa? Nitapataje mtoto hali mwanaume yote hakunigusa? Akasema Mola wake akasema, ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba anavyopenda. Ndivyo vivyo hivyo Mwenyezi Mungu huumba apendavyo. Anapohukumu jambo huliambia kuwa basi likawa. Anapohukumu jambo Mwenyezi Mungu huliambia kuwa na likawa. Na Mwenyezi Mungu atamfunza kuandika na kujua elimu ya kujua Taurati na Injili. Mwenyezi Mungu atamfunza Yesu elimu ya kuandika na kujua Taurati na Injili. Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Na atafanywa mtume kwa wana wa Israeli, si kwako wala kwangu. Yes. Umeelewa? Nimekupata. Asante sana. Swali lingine? Ndio. Ndio hiyo. Tuulize Mungu kwa Biblia. Mungu Yesu ulimtuma wapi? Unasemaje babu? Matendo. Mimi na Raso umekuja mapema sana leo. Karibu sana. Tupate elimu. Mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu. Huyu anaitwa Deacon. Deacon wewe. Deacon ni wasomi manangu. Haya, mimi naitwa Ali na mimi ni Muislamu, na wewe? Mimi naitwa Deacon na mimi ni Mkristo. Wewe ni Deacon wa kanisa ama Deacon wa jina? Wa kanisa gani? Legio Maria. Legio Maria. Ai. Ndio huyu Bikira Maria meusi. Bikira usifiche ni yako weka hapa. Bikira Maria Yesu meusi, si hata meupe. Ai wewe, na huyu nani? Baba Simeo. Baba Simeo. Haya, wewe kaa nayo tu, hakuna shida. Sasa uliza swali Waislamu. Sasa swali ya kwanza, nasikia munaosha mguu na kutumia maji. Alafu munasema ati ni kutoa ati munatakasa dhambi. Hatutakasi dhambi yoyote. Ni kwa sababu ya usafi. Sikiza basi. Ni kwa sababu ya usafi. Sio sisi tumeanza. Unasomanga Biblia? Na wewe Legio Maria unasomanga Biblia? Hiyo andiko hujaona? Nataka tu muni explain. Asante sana. Kitabu cha Yohana baba. Kwani mchungaji amekuona pale 13:5. Mwambie wasikubibi mapema. Kama hawaleti aya kukusaidia. Akaona Deacon kama anaenda kuwa Muislamu leo. Deacon utakuwa Muislamu tu. Deacon wengi wamekuwa Waislamu. Sijali. Wengi sana. 13:5 mwalimu wangu. 13:5 kitabu cha Yohana, sikiza baba. Nitasoma kama ilivyoandikwa.
Kisha akatia maji katika bakuli. Huyu ni Yesu, tunaambiwa akatia maji katika bakuli, sawa? Haya, twende baba. Akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Yesu anaanza kuwatawadha wanafunzi wake miguu na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Yesu alikuwa na kitambaa, alikuwa amejifunga. Hivyo yuaje kwa Simon Petro. Yesu anakuja kwa Simoni baada ya kuwatawadhisha wanafunzi wengine, alikuja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Petro anamwambia Yesu, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Wewe Bwana Yesu, unanitawadha miguu mimi? Yesu akajibu akamwambia, Yesu akamjibu Petro akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa. Nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Lakini wewe Petro utalifahamu baadaye. Petro akamwambia Yesu, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Unaona Petro anakataa kutawadhishwa miguu. Yeye anamwambia Petro, Yesu, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Sikiza jibu ya Yesu. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha, huna shirika nami. Yesu anamwambia Petro, kama nisipokutawadha, huna shirika na nani? Naye. Ngoja kidogo. Hiyo sasa utaleta. Asiyetawadha hana shirika na nani? Na Yesu. Wewe unatawadhanga? Unajua? Mambo ya kujua ni baadaye. Wacha tu. Hii ni andiko. Lakini ndio imeleta. Unajua nyinyi unaifanya daily. But Yesu alifanya mara moja kwa wanafunzi wake. Hakuna penye alisema ukienda kanisani muone. Shuka sasa chini baba. Usiwe na shaka baba. Yesu akamwambia, nisipokutawadha wewe Petro, huna shirika nami. Simon Petro akamwambia, Simon Petro alipona atafukuzwa, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu, na kichwa changu pia. Yesu akamwambia Petro, yeye aliyekwisha kuoga, kama umeoga asubuhi, hana haja ya kuoga tena, ila ya kutawadha miguu, ya kutawadha tu. Sasa ndio Waislamu asubuhi wakioga, mchana yote ikifika saa 7 wanatawadha. Swali yangu ndio hii. Hii ni Yesu alikuwa anaongea. Ndio. Lakini wewe sikia tu. Unajua Yesu ndiye alikuwa anaongea, and Yesu alikuwa anaongea juu ya Christians, but hao walikuwa watume wake. Sasa nyinyi nataka munionyeshe kwa hii Qur'an penye anaitwa Muhammad ama nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hiyo sallallahu alayhi wasallam. Mimi sijui hiyo yenu. Nataka munionyeshe hapo kwa sababu huyu alikuwa Yesu na uwezi sema and you don't believe that Jesus alikufa kwa msalaba. Mfuate matendo yake. Sasa semeni penye wameandika hapo kwa Qur'ani. Baba 5:6. Wewe unafikiri tunataka kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mungu rehema na mwenye kurehemu. Enyi mlioamini. Mimi nimeamini Mwenyezi Mungu. Na wewe? Hata mimi Mwenyezi Mungu. Hata Qur'ani inakuongelesha wewe. Twende baba. Mnaposimama ili mkasali. Tunaambia tunaposimama ili tukasali, basi osheni nyuso zenu. Tunaambia tuoshe nyuso zetu. Na mikono yenu mpaka vifundoni. Tunaambia tuoshe mikono yetu mpaka vifundoni. Na mpaka vichwa vyenu. Na tupake vichwa vyetu. Na miguu yenu mpaka vifundoni. Na miguu yetu mpaka vifundoni. Yesu alitawadhisha wanafunzi wapi? Ni miguu ama kichwa? Wanafunzi nataka kusema washirika. Kwani tofauti ya wanafunzi na washirika ni kina nani? Tofauti yao ni nini? Wewe sikia. Hata wewe sikia. Wale walikuwa disciples. Kama Yesu angesema tuoshe mguu zetu kama tujaingia kanisa, angesimama akambia pale alikuwa anahubiria watu. Anasema before muingie kwa maombi, endeni mjitawadhishe. Hata pale wanafunzi wakati Yesu alikuwa anaomba, anaenda kuomba kwa mlima. Alikuwa na disciples ngapi? 3. Wakati alikuwa anaenda kuomba kwa mlima. Mbona hakuambia wajitawadhishe mguu? Kwa hivyo ulikuwa unataka Yesu awaambie wanafunzi wake wakiwa usiku wanawatawadhe. Na hapo hii haikutoshi. Yesu amesema alikuwa anatawadhisha wanafunzi. Ilikuwa wanafunzi but not Christians bwana. Kwa hivyo wanafunzi si wa Kristo. No. Na ni kweli wanafunzi si wa Kristo. Sio, unajua wanafunzi wa Yesu hawakuwa wa Kristo. Let me explain for you. Those people were leaders. We have leaders of the church. Like you, unajua nyinyi mko na imam. Mko na imam. Unajua ile sasa imam mwenye amesimama pale mbele,
ako anaongea na Mungu kuliko hao wenye wako nyuma. Hiyo ni uongo wako. Hiyo ni uongo wako. Hiyo ni uongo. Qur'ani baba. Hakuna imama anaongea na Mungu. Kila mwanadamu anaposimama mbele ya Mungu anaongea na Mungu. Sasa mbona huyo asikae hapo mbele? Hiyo ni kiongozi tu. Si ndio kiongozi? Au kiongozi ndio disciples? Kiongozi akikosea si pia tukosee. Remember all nauliza hivi, Israel were not disciples. Wapi Yesu akaingia kanisani akatawazisha wanafunzi? Deacon. Turudi hapa. Ulisema Yesu alienda kanisani. Moja. Ulisema Yesu alikuwa kanisani, sawa? Nipe aya moja Yesu alikuwa kanisani. Si ati Yesu alikuwa kanisani. No. Kanisani umeleta ubishi. Kanisani iko kwa roho. Ati kanisa iko kwa roho. Wakristo wanaingia kwa roho yako. Kanisa is a building. Wakristo wanaingia kwa roho yako? No. Nauliza hivi, Wakristo wanaingia kwa roho yako? No. Wacha maneno mingi. So sasa Wakristo wanaingia kwa roho yako? Tuache hii story. Lete swali sasa. Tuache hiyo story. Umekuja na ubishi, usilete ubishi, uliza swali. Sio ubishi. Lete swali. The truth must be said. The truth, hakuna truth uko nayo, wewe uliza swali. Okay, another second question. Unapata Muislamu anatembea akifunga macho hivi, wamama wamefunga macho hivi. Ni wapi kwa Biblia wanasema mwanamke atembea akifunga macho? Kwa Biblia? Na wewe si ndio Mkristo? Ni wapi Biblia inasema wanawake wavae skati? Hapana. Kama unataka nikujibu, nipe andiko kwa Biblia wanawake wavae skati. Sasa wewe unaniuliza swali. Nakuuliza kwa sababu nakuuliza kwa sababu unauliza awkward question. No, sawa? It's not awkward. Wewe sikiza bwana. Muslims do that bwana. Sisi tunakupatia na kupenda Muislamu hata usipende. Unapenda ya nini? Si upende yenu. Sikiza. Qur'ani inatuambia Waislamu wanawake wa Kiislamu wajistiri, sawa? Lakini mimi nataka kujua nikimaliza kujibu kwa Qur'ani. Nikimaliza kwa Qur'ani unipatie wapi wanawake wa Kristo wameambiwa wavae skati? Sina shida. Qur'ani baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Usijipe kazi, sikiza maneno. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Nawaambia Waislamu wanawake. Tunaambiwa na Mwenyezi Mungu. Anaeleza mtume waambie wanawake Waislamu wainamishe macho yao. Tunaambiwa wainamishe macho yao. Na wazilinde tupu zao. Na wanaambiwa wazilinde tupu zao, wasiweke vibaya. Twende baba. Wala wasidhihirishe viungo vyao isipokuwa vinavyodhihirika. Wala wasidhihirishe viungo vyao japokuwa yale yanadhihirika. Nao ni uso na vitanga vya mikono. Tunaambiwa nao ni uso na vitanga vya mkono. Na wengine wanasema na nyayo. Wengine wanasema paka nyayo. Na waangushe shungi zao mpaka vifuani mwao. Unasema wanafunga kwa macho ndio inaitwa shungi. Wanaangusha shungi zao mpaka vifuani mwao. Ili wasionyeshe mapambo yao ila kwa waume zao. Umeelewa? Soma First Timothy. Nitaenda huko. Nataka nikujibu, bado sijamaliza majibu. Ama uko na yako? Najua mwalimu anakujibu. Mimi nakujibu. Sasa unajibu. Nikimaliza ulete yako. Sawa. Umeelewa? Deacon. Ukae kama deacon Haya. Mimi ndio mnanichanganya. Atakuchanganya. Ulikuja ukichanganyikiwa. Qur'ani baba. Unajua? 39:68. Unajua? Why I don't agree with this mimi nataka ukitoa andiko kwa Biblia udhibitishe ushahidi. Masaa yameisha. Acha tumalizane naye. You know why I don't agree with this? Hata usikubali, sio lazima ukubali. Hapa tukukuta ukubali. As only one author. Hata usikubali, sio lazima ukubali. Hapa tuko hapa kukuambia ukweli. Tunakwambia tumekuja kukuambia ukweli. Ukikataa hiari yako, hatukulazimishi. 33. 59 mwalimu wangu. Sema baba. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Ndio. Ewe mtume. Tena Mwenyezi Mungu anarudia. Ewe mtume. Waambie wake zako. Ukisikia wake ni wengi sio moja. Twende baba. Na binti zako. Na wanawake wa Kiislamu wengine waambie. Wajiteremshie uzuri nguo zao. Kufanya hivyo kutawapelekea upesi wajulikane kuwa ni watu wa heshima. Wakifanya hivyo
kutawapelekea wajulikane kuwa ni watu wenye heshima, ili wasiudhiwe barabarani. Sasa sisi tunaudhiwa. Sasa toa andiko sasa. Wakristo, wanawake wa Kristo wavae miniskati. Sasa remember mambo ya dunia, kwani tuko mbinguni? Tuko duniani. Unajua tuko duniani. Unajua kwa nini nasema hivyo? Unajua wanavaa tu wakikuwa pale. Wanavanga wakikuwa pale. Muislamu akipiga kona hivi tukutane na yeye pale. Hiyo ni mambo yake na Mungu wake. Sijaambiwa uende utafute ujue mambo yake. Haya, soma 1 Timotheo 2:9. Si sasa fanya hiyo kama Jatelo. Wewe unakasirika vibaya. Mimi ni kawaida yangu sijakasirika. Time imeisha baba. Anakuwa hivyo. Kesho. Huyu hataki kushindwa. Sasa wao wanafuata maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa yule anafunua mbele ya watu wengine, hiyo ni hisabu yake na Mungu wake. Sio yetu. Twende baba. If ametoa 1 Timotheo 2:9. Ora, sikizi inaonekana umeokota masadaka, tumbo imetoka. Basi unaona mambo yako. Naona hizi. Tuende. Inasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe na kwa mavazi ya kujistiri. Qur'ani imesema wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Na Timotheo anatuambia wanawake wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Ni ukweli ni uongo? Kweli. Asante sana. Sasa aya ya kuvaa skati utanipatia. Twende baba. Pamoja na adabu nzuri. Kisha tunaambiwa wakivaa vizuri wawe na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Asisumbue mume wake kwa nyumba. Si kwa kusuka nywele, si kwa kubandika nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani. Wewe. Sasa twende baba. Bali kwa matendo mema. Tunaambiwa wanawake wawe na matendo ngapi? Matendo mema. Asante sana. Sasa narudi kwako. Deacon, narudi kwako. Na wewe ndi kiongozi kanisani. Wapi Biblia inasema wanawake wavae skati? Na wapi Biblia inasema wanawake wavae buibui? Na mimi Biblia. Buibui. Kwa hivyo wale kwa buibui kwa Qur'an. Huyu mama amevaa nguo gani? Leo sikwachi. Huyu mama amevaa nguo gani? Huyu ndio amevaa namna gani? Tunaangalia buibui. Na huyu mama ako hapo, Maria Mwafrika amevaa nini? Ndio hii. Amevaa nguo gani? Huyu si Mkristo. Si unajua hao walikuwa. Mbona wewe usiambie kanisani wavae namna hiyo? Si Waislamu. Haya. Jatelo. Mimi nakuja kwa kanisa, hiyo sadaka utakula na wewe. Shauri yako. Wewe ulikuwa unataka haya wanawake